Naam, bwana mtazamaji, kama unavyoelewa ni kwamba Diamond Platnumz bwana tayari amesha drop the whole track ambayo inakwenda kwa jina la Down. Bwana katika hii ngoma kama unavyokumbuka kwamba jana tulikupa update kwamba humo ndani bwana kuna baadhi ya vionjo ambavyo vimeibua controversy huko mitandaoni baada ya kusikika kionjo cha moja kati ya track ya muda mrefu sana ya moja kati ya wasanii wa maigizo, ambapo by the time alikuwa pia akigusa pande za muziki kidogo kwa namna moja au nyingine. Hapa tunamzungumzia moja kati ya wasanii iconic wa comedy hapa Bongo. Huyu ni Kingwendu. Bwana Kingwendu alitoa ngoma mnamo miaka ya 2000 huko, ambapo ngoma ile ilikuwa inakwenda kwa jina la Mapepe. Nadhani watu wengi sana watakuwa wanaifahamu, hususan watoto ambao tumezaliwa miaka ya 90. Basi kipindi kile ndio tulikuwa tunakuwa, obviously tulikuwa tunaisikiliza hiyo ngoma ya Mapepe, moja kati ya track ambao zilifanya vizuri sana kipindi hicho. Sasa Diamond Platnumz bwana katika wimbo wake huu mpya ambao unakwenda kwa jina la Down, bwana humo ndani ametumia kionjo cha wimbo huo wa Kingwendu ambao unakwenda kwa jina la Mapepe. Bwana moja kati ya track ambayo kiukweli ilifanya poa, na hii Down nao pia of course ni nyimbo ambayo ni international, ambayo inaonekana kabisa kwamba Diamond amepiga kwenye mshono, yani engo zile zile ambazo huaga tuna uhakika kwamba nyimbo za namna hii huaga zinaendaga viral to the world. So na Diamond amesha note hiyo formula, kwa hiyo ametoa tena nyimbo ya mtindo ule ule wa Komasava kwa mara nyingine, hii inakwenda kwa jina la Down. Sasa humo ndani ametumia kipande cha Kingwendu, ambapo Kingwendu bwana automatically ameanza kutrend sasa hivi hapa mjini, sio poa. Watu wengi sana wamekuwa wakimfuatilia pia Kingwendu na kutaka kujua kwamba ni kipi ambacho yeye amekichukulia, hususan baada ya kuona kwamba Diamond Platnumz ameimba baadhi ya mistari yake ambayo aliimba katika wimbo wake wa Mapepe. Sasa basi hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuzungumza kuhusiana na hiyo issue, kwa sababu Kingwendu bwana mwenyewe amefunguka kuhusiana na Diamond kutumia kionjo cha wimbo wake huo wa Mapepe. Bwana unaambiwa kwamba mchekeshaji na muigizaji Kingwendu amevunja ukimya kuhusiana na ruhusa ya kutumia wimbo wake wa Mapepe kwa msanii Diamond Platnumz katika wimbo wake mpya ambao unafahamika kwa jina la Down. Bwana akizungumza na waandishi wa habari, Kingwendu alieleza kuwa kwa uwazi kabisa kwamba hakupokea malipo yoyote kutoka kwa Diamond Platnumz wala timu yake, lakini ameridhia matumizi ya wimbo huo kwa moyo mmoja. Umeona kwamba yeye Kingwendu hakupewa taarifa kwamba Diamond atatumia hicho kipande kwenye nyimbo yake, wala hakupewa taarifa wala hakulipwa chochote kuhusiana na hiyo issue ambayo imefanyika, lakini yeye kwa moyo mmoja ameridhia Diamond kutumia kipande au mistari ambayo yeye aliimba katika wimbo wake huko zamani katika huu wimbo wa Diamond mpya ambao unakwenda kwa jina la Down. Amesema kuwa Kingwendu kwamba mawasiliano ya mwanzo kabisa yalifanikishwa na Zembwela, mtangazaji na muigizaji wa muda mrefu ambaye alisaidiana na Diamond na uongozi wake kumfikia Kingwendu. Amesisitiza kuwa alichukulia tu kama heshima kubwa sana kuona kazi yake inatambuliwa na kutumika na mmoja kati ya wasanii wakubwa wa Afrika. Kingwendu alisikika akisema kwamba sijalipwa chochote, lakini nimeruhusu kwa mapenzi ya sanaa. Alisema hivyo Kingwendu akionyesha msimamo wake wa kuchangia kwenye maendeleo ya muziki wa Tanzania bila masharti ya kifedha kila mara. Umeona bwana? So Kingwendu ametumia busara na ameweka hilo swala wazi. Umeona bwana? Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba baada ya hii ngoma kutoka, kumbe Zembwela pamoja na management ya huyu Diamond Platnumz ni kwamba walipiga simu na kumjulisha Kingwendu kwamba bwana kijana ametumia nyimbo yako, una lolote la kuzungumza, lakini yeye Kingwendu hakutaka fedha hata 50, ameridhia. Japokuwa hapo awali mpaka nyimbo imekuja kutoka hakupewa taarifa, lakini baada ya nyimbo kutoka alipigiwa na akina Zembwela na yeye ameridhia kwamba ni safi, haina shida, amfanye chochote wala hana chochote kibaya na Diamond, na yeye aimbe vizuri, asiwe na pressure. Na meneja wake pia amemwambia kabisa kwamba
kama amechukua kile kipande hakuna malipo wala nini, yeye amekunjua roho kiroho safi, na ameona kama vile mziki wake umetumika kwa ajili ya maendeleo ya mziki huu wa Afrika wa Bongo Flava kwenda kimataifa, na amejisikia vizuri sana baada ya kuona kwamba msanii huyu Diamond mkubwa sana hapa Afrika akiwa ametumia kionjo cha wimbo wake katika track yake mpya. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo sio jambo baya, ni jambo zuri sana. Kingwendu amefanya kitu cha maana, ametumia busara. Umeelewa? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo pia vile vile ni kwamba Kingwendu amezungumza. Kingwendu pia amezungumza kuhusiana na issue nyingine tena, ambapo hapo unaambiwa kwamba kuna page hapa imekuja kuripoti, ameandika kwamba mchekeshaji na mwimbaji Kingwendu amefunguka pia kuhusiana na uhusiano wake wa ulivyo na ukaribu na Diamond Platnumz, akieleza kuwa alimruhusu Diamond kutumia wimbo wake wa Mapepe bila malipo kwa moyo mmoja. Aidha vile vile katika mahojiano aliyofanya na Wasafi Television na Wasafi FM, Kingwendu alimuomba Diamond amsaidie gari kutokana na kutokuwa na usafiri binafsi, na sasa hivi anasema kwamba Diamond amemuahidi kumpatia gari. Pia vile vile amethibitisha kuwa wapo kwenye mipango ya kufanya kolabo ya mziki ambayo mashabiki wanapaswa kusubiri kwa hamu. Umeona bwana? Kwa hiyo hiki ni kitu kingine ambacho ni very exciting na very surprising kuona kwamba Diamond Platnumz amemwaahidi Kingwendu kwamba atampatia gari, maana Kingwendu yuko na uhitaji wa gari sasa hivi, maana inasemekana kwamba aliuzaga vitu vyake kutokana na kwamba kuna harakati zake mwenyewe binafsi alikuwa anazifanya. Kwa hiyo usafiri wake aliuza na baadhi ya vitu vyake vingine. Sasa hivi hana usafiri binafsi, kwa ni kitu ambacho kidogo kina mkosti, kwa sababu unajua kwamba Kingwendu ni famous sana. Kwa hiyo issue kama mtu una umaarufu, watu wanakufahamu kwenye mitandao ya kijamii, uanze kupanda daladala, inakuwa kidogo haijakaa sawa, usumbufu hapa na pale, kuchorwa na nini. Kwa hiyo ni heri akawa na usafiri wake binafsi. Kwa hiyo alipendekeza hilo wazo kwamba Diamond amnunulie gari, ampatie gari, itakuwa jambo la heri, na Diamond of course management imepitisha hilo swala, na pia vile vile inasemekana kwamba kwa mujibu wa Kingwendu hapo, inasemekana kwamba kuna kazi ambayo inakuja kati ya Diamond na Kingwendu. Kwa hiyo kuna project ambayo inakuja kati ya hao wawili, which means kwamba kuna collabo. Jambo zuri sana, na hatujapata picha na hatujui kwamba collabo hiyo itakuwa ni aina gani, kwa sababu hata hapo awali pia Kingwendu alishawahi kufanyaga interview akasema kwamba kuna ngoma alishatagaga kuimbaga na Diamond huko zamani sana, lakini mambo yakashindikana. Kuna vitu viliingiliana, lakini this time around baada ya ngoma yake ya Mapepe kutumiwa na Diamond, kwa hiyo kumekuwa tena na hiyo habari mpya ambayo imesambaa kwamba Diamond anataka kumshirikisha Kingwendu katika moja kati ya track zake, which itakuwa ni kitu ambacho kitawakosha watu wengi sana hapa Tanzania. So at the end of the day, ukiwa kama mdau bwana, hebu weka maoni yako katika comment section. Unazungumziaje hii issue? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Unazungumziaje swala la Kingwendu kukunjua roho Diamond atumie ile ngoma yake kiroho safi na wala hataki malipo? Na pia unazungumziaje hizo fununu za collabo ya Kingwendu na Diamond? Tutakuwa tukisoma kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.